أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. Ndugu zangu Waislamu, nimefungua suratu Ahzab. Ndani yake kuna ujumbe mzito kwa wake wa viongozi. Ndani yake kuna ujumbe mzito kwa wake waloolewa na mashekh. Ndani yake kuna message nzito kwa wanawake waloolewa na asatidh na walimu. Kuna message ya istimbat ya wake za maimamu. Lakini pia na hao wanaowasimamia wanawake hawajasalimika. Tunataka leo mtu akijinasibisha na ushekhe basi alokuwa nyuma yake ajulikane kwamba huyu ni mke wa shekh, huyu ni mke wa mwalimu. Ya lalasaf, itasikitisha mke wa mwalimu, mke wa imamu, mke wa sheikh
hana tofauti na mke wa mjinga, na mke wa mlevi, na mke wa mwizi, na hii ndo hali sasa. Tunachojua sisi, haki na batili haikai sehemu moja. Viongozi wengi wa kidini wanatuangusha kwa sababu mtu wa kawaida familia yake ina utambuzi mkubwa kuliko yule ambaye tunamtegemea kama ni mwalimu wetu au ni shekha wetu. Mpaka wenye kusema wanasema, ukitaka kuijua dini ya mtu usiitizame msikitini. Leo ni siku ya Jumatano, yaumu arbaa, Sheikh Uthman kaja Masjidi Islah, kaja kutoa mawaidha namna ya kofia yake ile nyeupe na kanzu yake. Ama yule ni shekhe mkubwa sana, ni mcha Mungu sana? Hapana. Dini ya mtu haijulikani hapa katika mimbar, kwa sababu hapa kila mtu anaficha makucha yake. Wazinifu wanakuja hapa hapa, wanga wanakuja hapa hapa, wezi wa sadaka wanakuja kusemea hapa hapa. Na Allah aliwaona zamani, ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Waumini, kwa nini mnasema msoyafanya? Ni makosa makubwa mbele ya Allah antaqulu, kusema msoyafanya, na hii ni sifa mbaya. Katika kitabu cha Biblia kuna ubeti unasema, usihangaike kutoa kibanzi katika jicho la mwenzio na wakati kwako kuna boliti nzima. Lakini Allah akasema, qu anfusakum wa ahlikum nara, okoeni nafsi zenu na nafsi za familia zenu na moto mkali. Usianzie mbali. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa na Rabbul Izza, wa andhir ashirataka alaqrabin, anza kudili na watu wako wa karibu. Akapeleka dini nyumbani kwake na kwa jirani zake. Miaka mbele ilikuja da'watul qabaili ila din, ndio ilihama da'wa kwenda kwenye makabila kuitwa ndani ya dini hii. Na ndio maana awwal man amana bihi minan nisa Khadija radhiyallahu ta'ala anha, wa mwanzo katika wanawake kuslimu ni mkewe kabisa. Na hakuna hata mke mmoja wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikosa dini, hayupo. Wala hakuna mtoto wa Mtume hata mmoja hana dini, hayupo. Wala hakuna mke wa Mtume alikuwa hajistiri, hayupo. Na tunaambia ulamau warathatul anbiya, al ulama warathatul anbiya, wanawachuoni ni warithi wa Mtume Muhammad, ni warithi wa mitume. Walam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warithu ilma, hawakurithi pesa, mashamba, uchumi, maarifa. Faman akramahum faqad akrama Allah wa rasula, atakayewaheshimu mashaikh, wanawachuoni, walimu, amemtukuza Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad. Lakini tunataka mfano. Sasa mtu huwezi kuijua dini yake hapa. Ukitaka kujua dini ya Uthman Maiko, haitakiwa uende nyumbani kwake ukamtizame kwanza mke wake sio tariku sala, watoto wake wanahifadhi kitabu cha Allah, wake zake wanastara, wana hijab, wanafanana. Basi ukiona hivyo sema alhamdulillah. Ili mtu mjue, tembelee kwake.
alafu safiri naye, kaa naye, kula naye, ndio utaweza ukajaji dini yake ikoje. Sheikh Saim, kuna baadhi ya ashuyukh masheikh tukisafiri nao kidogo unakuta hawasali, na wewe huwezi amini, lakini utamkuta shekhe hasali kabisa, utamkuta shekhe anakula marungi kabisa, shekhe kanzu zinamshinda kabisa, hadith wala haraj. Akitoka msikitini hapa, mkanda nje anaulambia, anavaa modo, mara nyingine ananyoa na mapanki, hana tofauti na vijana wa mtaani. Na kuna baadhi ya mitaa tunakutana kwenye madrafti na sheikh, kwenye mipira, kwenye vilabu vya walevi kunakochezwa makeramu yale, unakuta na shekhe kajoini humo. Ushekhe una heshima yake na ushekhe anatoa Allah. Kwa hiyo ni vizuri twende kidogo kidogo, kwamba tumebeba roho za watu, kwa hiyo tutembee vizuri na watu. Unamkuta Sheikh Yala al-Asaf yupo kasino anacheza kamari, ana beti, yupo katika betting. Unamkuta Sheikh hasa ana mikopo ya riba. Haya majanga haya, huu umma tunaupeleka wapi? Sheikh, riba mikopo yote, niombeni dua. Watakukamua na dua upati na dua upati, dua upati. Unachezaje kamari? Unamkuta shekhe anadili na mambo ya kishirikina. Lakini baya zaidi, kuna baadhi ya mashekhe wanajinasibisha na uganga na anafanya ramli. Hebu tuachieni ushekhe, ushekhe hauendi hivi. Lakini leo tutazungumzia wake za mashekhe watakiwa waweje, wake za mashekhe, na tutazungumzia hijabu wal mar'a. Familia zioze, lakini zisioze familia za mashekhe, zisioze familia za mashekhe, kwa sababu wao wanajitahidi. Kuna bahati mbaya, na wao si malaika, wana udhaifu wao, lakini wakumbukwe wao ndo walezi. Kwa sababu mwanamke akiishi na mtu fulani siku 40 tu, sara maaha, akiishi na mtu fulani siku 40 mwanamke automatically anakuwa kama yeye yule mtu. Mwanamke anaweza akawa madhubuti, lakini akaishi na mwizi, naye anakuwa na tabia za wizi. Akaishi na mlevi, akaivumilia ile tabia, naye akachukua hizo tabia. Kwa hiyo mwanamke ni kiumbe kinaathirika na mazingira. Sasa pia mwanaume ana nguvu kubwa ya kumshawishi mkewe. Allah anasema katika suratu Ahzab, ya ayuhan nabii, ewe mtume Muhammad sallallahu alaihi kulli azwajika, waambie wake zako. Khitabu hii kana amrun li nabiyyin huwa amrun li ummatihi. Wafasiri wa Qur'ani wanasema ikija amri kwa mtume Muhammad, basi hiyo ni amri kwa umati wake. Mfano, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Ya ayuhal muzammil, wewe uliojifunika nguo, kufunikwa na mkeo Sayyida Khadija baada ya kumkimbia Sayyidina Jibril kule alipokuambia iqra bismi rabbika alladhi khalaqa qumil layla illa qalila, simama usiku mzima uswali illa qalilan, kidogo tu ndo ulale. Nisfahu aw inqus minhu qalila,
au zid alayhi warattilil Qur'ana tartila. Zidisha kuswali usiku, punguza kulala. Hii amri ya Mtume, rehma na amani juu lake, lakini ni amri kwetu sisi pia. Kaambiwa Mtume, ina maana na sisi tunaingia humo humo. Sasa yale ya kule tuyalete hapa. Ya ayuhan nabii, ewe Mtume, qul li azwajik, waambie wake zako. Ina maana na sisi tuwaambie wake zetu. Tuwaambie nini? In kuntunna turidna Allaha, in kuntunna turidna alhayata ad-dunya, ikiwa mnataka maisha ya dunia, mnataka starehe za dunia, wazinataha, na mapambo yake. Aya hii iko na sababu yake na wala sitoitaja. Twende na wezani wetu sisi. Hizi ndoa zetu hizi, miongoni mwa vitu vinavyosababisha ziyumbe, kwa sababu mashekhe leo mna fake life na walimu tulokuwa nao. Waumini wa leo mna fake life, mna maisha feki wakati wa uchumba, na wakati protocol zinasema afadhali uharibu kwenye uchumba lakini ujenge kwenye ndoa. Haya maneno yapigie mstari, tena yaandike kwa wino wa dhahabu, tena yaandike moyoni mwako. Wengi tumejenga kwenye uchumba, tumeharibu kwenye ndoa. Maana ukienda kumchumbia, umeambia sehemu fulani kuna mwanamke mrembo, wewe unataka mke, nipelekeni. Hasa uambiwe ana nywele singa, shombe shombe hivi kama la kizungu na muhindi, akili ishakuruka. Hapo kanzu nzuri huna, utaazima. Sheikh, niazime na lile koti lako, niazime kiatu, huoni hata haya. Sheikh, tuazime basi noa, tukaangalie mtoto. Sasa wewe utakauazimwe gari, maisha yako wewe una gari? Kama si udanganyifu wa wazi wazi nini huu? Niazime basi na saa hata wakanione. Hapana, kun rajulan insaniya, ikubali hali yako. Kama wewe ni wa mashilingi, wakujue wewe ni wa mashilingi. Kama wewe huna hata baskeli, wakujue, wakukubali kwa ukweli. Mimi sina kitu, ni sifrul yadaini, mimi bado najitafuta. Hata kama huna kazi, wajue huna kazi. Anzimil haqq, kuwa mkweli. Wanasema alhaqu ya'lu wala yu'la alayhi, siku zote haki ipo juu, hakuna juu ya haki, na haki ni jina lake Allah. Allah sema ya ayyuhalladhina amanu kunu ma'as sadiqin, enyi waumini kuweni pamoja na wakweli. Hakuna sehemu inaruhusiwa muumini kuwa mjanja mjanja, muongo muongo. Tunapigana changala macho hivi hivi, mpaka wazee wengine wako msikitini kazi yao kuwaposea watu. Mtu hana sifa, wanaenda kudanganya, alimradi mtoto wa watu kuingizwa kwenye mkenge. Mtaajibika siku ya Kiyama. Mara ngapi watoto wamefeli? Mzee fulani, sasa tunasali na wewe msikitini, ulivomleta huyu bwana ukatuhakikishia tumekupa kwa ajili yako, alafu umefanya khiana. Mtu teja huyu unaenda kumtafutia mke, naambia mtu mzuri anasali pale Islah, anasali wapi? Kwa hiyo afadhali ujenge kwenye ndoa, uharibu kwenye uchumba. Afadhali ukataliwe, lakini kaoneshe reality ya maisha. Wale watu ambao wamebarikiwa, nitakwambia kitu kimoja jamanini, wacha niseme ukweli. Bado kuna nafasi zimebakia za kuongeza mke, bado nafasi hizo nazo. Sasa kuna mwanamke kaingia kwenye timing, lakini jambo moja limensababisha nisioe.
lakini naona ananifaa kwa sababu amenikuta katika hali nzuri, na pesa au hali nzuri ni kivuli, zinakuja na kuondoka. Mimi sikutaka anikute ofisini kwangu, au kama mfano nimekutana naye benki kudraw pesa, staki anikute sehemu kama zile. Mimi nitaka nijue kwanza sina kitu, tuharibu kwenye uchumba, ule uchumba mgumu. Kwa hiyo wale wenye vitu Mungu alowabarikia pia hawataki kuonesha uhalisia wa maisha yao wakati wanatafuta wenza. So unaweza kumpata mwenza mwenye tamaa, wewe usiokuwa nacho ndio unajifanya unazo, unamtia mtoto wa watu mitamaa, mwisho akija hamna mambo, ndoa hazisimami. Na pointi nzuri sana. Kwa hiyo utatafuta dereva, mtakodi noa, utatia mafuta, twende nkaone mchumba. Binti yule akikuona anaona mambo super, hiyo saa yako, hicho kiatu chako, kumbe vyote umeazima. Utamsikia, baby, gari yako nzuri, na wewe unajiongeza, pia nimeagiza nyingine nje, hii nitakuachia, ile itakuwa ya kazini kwangu. Mtoto anaona Allahu Akbar, nitanunuliwa na gari. Naye dada yangu mzazi maskini, namuonea huruma, na mpaka leo ndoa yake ilivunjika. Dada yangu kabisa, mchumba wake, mimi niko safarini, ningekuepo ningeambia asikuoe. Alimchukulia tamaa, akaambia, yake nataka nikuoe, cha mwanzo nataka nimjengee mamako nyumba, tena nyumba ya heshima, na wewe sijui nikupe jumba wapi. Basi mimi niko mbali, naambia dadako kapata mchumba, nikamwambia wajomba zangu, ambia fanyeni subira nije nimchunguze. Wajomba sema, mjomba, hizi kheri hazichelewi, tena nataka kumjengea mamako nyumba. Nikamwambia si tatizo, nimchunguze. We alivyomuoa make hawakuwa na subira, akaolewa. Baada ya kuolewa yule bwana kajaa madeni hana kitu, na yote alopromise zero. Mwisho ndoa imekufa tu, kwa sababu uloniahidi sio, sijafuata kitu. Lakini sasa uongo umekuwa mwingi, na wengi tuna tabia hizi. To fake life, tuongee ukweli. Sasa aya hii inasema, ewe nabii wake Allah, angalieni jamani maneno mazuri haya, kulli azwajika, waambie wake zako. Na we ustadhi, waambie wake zako, mwambie mpaka mchumba wako, ikiwa mnataka maisha ya dunia, mnataka maisha mazuri kabisa kujiachia duniani, Mwenyezi Mungu anamfundisha mtume, anamwambia wajibu hivi, fata'alaina umati'kunna wasarrihkunna sarahan jamila. Mimi mtume sina kitu, na kama mnataka mbwede sitoweza kukustarehesheni hivyo mnavyotaka. Aya zina maana nzuri, la sivyo ni kuacheni kwa wema kabisa. Tuachane kwa wema. Maneno haya kwa upande wetu sisi, tunawaoa wenzetu wana jazba ya dunia, na sisi tuna jazba ya akhera, ndio maana hatuelewani. Unamchukua mtoto wa watu, ana ghafla zake za dunia, unamwaahidi maisha mazuri, alafu akija ndani anakuta stuli, unalala chini, unaishi kisufa. Hii ndoa inakuwa ina matatizo, mna fake life. Kuna jamaa yetu mmoja, japo ni marhumu, rafiki yangu, alitoa dude, maana hilo linaitwa dude mwanamke superstar. Unajua maneno yana habari kubwa sana. Maneno, mnaujua upendo, kazi ya moyo. Moyo una kazi mbili, tamam, hauna zaidi ya hizo. Moyo kazi yake ya kwanza kupenda, kinyume chake kazi yake ya pili kuchukia. Na translator, tarjama,
Mkalimani wa moyo ni ulimi, lakini ulimi bado si mfasaha kuelezea hitajio la moyo. Kwa hiyo mtu akikwambia nakupenda, ameongea kidogo, kuna upendo mkubwa ameshindwa, mpaka mtu ambia yani hata siwezi jinsi ya kuelezea. Tumeelewana vizuri? Na mtu akikwambia kaka nakuchukia, huyo amemaanisha, na ulimi umeeleza kidogo, lakini ndani kuna chuki kubwa. Na moyo ukipenda, miongoni mwa matunda yake kuna kuja kitu kinaitwa mutabaa, kufuata. Sisi tunavaa kanzu, tunafuga ndevu kwa sababu tumempenda Mtume Muhammad. Kwa hiyo ndio maana tumefuata. Sasa mwanamke akachumwa moyo wake ampende huyu bwana, lakini kuna baadhi ya vitu vimesababisha kumpenda, ule udanganyifu wa moyo wa ulimi. Mwanamke akaingiza mapenzi, akaona ustadhi ataniweka hali nzuri, ustadhi ana maisha. Mwanamke ana ghafla zake za kidunia, akasema inshallah huko kuswali kwangu si kazi, kujivalisha majuba tu, kama napewa visupu vinini haina shida. Bwana wakaoana, mwanamke mzuri kweli kweli, mwanamke anatumia smartphone manini. Alipokuja ndani anakuta ustadhi kapeti hana, kuna mkeka mweusi, akawa anafungua makabati, labda kuna pesa zimefichwa, haelewi. Mwanamke akaanza ukorofi. Ustadhi ananisimulia, anasema yule mwanamke alikuwa mzuri, ananiumiza roho. Alikuwa akivua nguo, alafu anakatika, anacheza, anamwambia upati kitu, uli kitu, maskini we, hivi si vitu vya maskini. Na alikuwa na ubavu, acha amtandike shekhe. Shekhe alichezea kichapo kweli kweli. Akatuita tuje tukaamulie. Tukaenda wawili tukaamulia, lakini mwenzetu mmoja akalegea, manake mwanamke mzuri kweli kweli. Anaanza kugeuka upande wa shekhe, ambia wewe una makosa, mtoto wa watu mzuri kweli kweli. Ambia wewe usaliti huo. Wewe usaliti huo. Sasa ikiwa wewe jazba yako ni akhera, ukienda pale nyosha maelezo. Mimi nakuoa, nitakuwa kila mwezi naenda siku 3 fi sabilillah, kila mwaka naenda siku 40, mimi akhera na mimi. Alafu biashara zangu, maisha yangu mepesi, sina makubwa. Ukinikubali nikubali kama nilivyo, lakini inshallah sitoshindwa kukulisha. Tushirikiane mimi na wewe, tuitafute akhera. Na kuku labda siku ya sikukuu nitakununulia, nitajitahidi, lakini kila siku uongo. Mweleze ukweli. Sasa wewe unamuoa mwenzio, jazba yako dunia, mwenzio jazba yake dunia, wewe jazba yako akhera, mnashindwana. Yeye kaja kula raha, hajaja kwa mambo ya kuswali, kwa mambo ya dini, kwa mambo ya nini. Mwanamke ambaye hana dini, eti kazi zako huli mpaka uje msikitini ukae saa zima unarekodi dini tu, huaelewi. Muda huo atakatue huko jemkana tunakula mishikaki saa hizo. Wewe unaenda kukaa msikitini, umekuwa mlinzi wa msikiti, haelewi mambo kama haya. Hakuelewi kabisa. Mwambie ukweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa wake zake awaambie, ikiwa mnataka keshi maisha ya dunia na mambo yake, mimi siwezi, sina maisha hayo. Isipokuwa kitakachobakia tuachane kwa wema. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasula, lakini ikiwa mnamtaka Allah na mtume, wa daral akhirah, na mnaitaka nyumba ya akhira, fa inna Allah a'adda lilmuhsinat, Mwenyezi Mungu ameandaa kwa ajili ya wanawake wema, minkunna, miongoni mwenu, ajran adhima, malipo makubwa. Hizi aya kuna kitu nitaka kusema, na jana niliwasomea wake zangu aya hizi. Wallahi nilikuwa na wajenga, kuna kitu hapa. Ya nisa an-nabi, enyi wake wa mtume, man yati minkunna bifahishatin mubayyina yudha'af laha al'adhabu dhi'fayn wa kana dhalika 'ala Allah yasira.
wakeze mtume, wakeze mashekhe. Miongoni mwenu atakayekuja na uovu wa wazi wazi, hajistiri, mke wa shekhe; hasali, mke wa shekhe; mzinifu, mke wa shekhe; mke wa kiongozi. Kiongozi wa kwanza ni mtume. Wanaambiwa wake zake, atakayekuja na uovu wa wazi wazi, yudhaaf laha aladhabu dhaifain, atapata adhabu mara mbili ya watu wa kawaida. Kwanza, heshima ya kuishi na kiongozi. Na siku zote watu wadogo wana take advantage kupitia watu wakubwa. Kwa hiyo watu wakubwa, wake za mashekhe wetu, wanapokuwa wanawake wa kawaida kawaida, hawa wake zetu wa kawaida, amatu nas, wanaona pengine ndio sheria. Mbona mke wa shekhe fulani tunamuona huko Insta kichwa wazi, amechoma dawa, ameweka yale manini anaitwa nini, marangi, mbona mume wake hajamkataza? Sisi waumini wa kawaida jamani, tunapata tabu wake zetu kuwanyosha. Nyie mashekhe, wake zenu watuharibia wake zetu, kwa sababu mke wangu ananiambia, wewe sio shekhe kama fulani, mbona hajamwambia mke wake? Na ukitizama we aya za kumthibitishia huna. Ashapata dalili, ashapata dalili. Wake zake mtume wameambiwa, atakayefanya uovu ataadhibiwa mara mbili. Wewe mke wa shekhe utaadhibiwa mara mbili. Katika ushekhe hakuna ustaa kama kuolewa na mastaa wa muziki na nini. Yani wewe ukiolewa na mtu wa dini, umempenda kwa sifa yake, fanana naye. Kama huwezi, olewa na watu wa kawaida tu. Olewa na mtu wa dini poa. Mashekhe, hili mmeliangalia vizuri? Laqad kana fi rasulillah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Mtume kwetu ilikuwa ni kiigizo. Kwa hiyo sunna za sisi wanaume tunamtizama mtume, wake zetu sunna zao wanatizama wakeze mtume Muhammad. Na msikitini imamu, wanaume itakiwa wakufuate wewe, na wake zao wakajifunze dini kwa mkeo shekhe, kwa mkeo. Lakini ajabu, baadhi ya wake wa mashekhe hawana stara, weupe. Tena inatuuma sana. Mke wa shekhe anajitupia Insta, anasubiri, anafuata nini huko? Wanarushiana vijembe tu na mke mwenziwe kabisa. Basi kuna tabu tunaipata waumini wa kawaida. Mkeo hakuelewi shekhe, wewe mume wangu unanidhiki tu, la tushaddidu dini, dini usifanye ngumu. Wewe umesoma kama fulani, kasoma miaka 20 Madina, umesoma kama yeye, mbona wake zake wanali hivi na wanaelewana? We mjaidina we. Yapo hayapo. Nyumba za ulama zimeoza, lakini masahaba hakukuwa na tabia hiyo. Twende kidogo kidogo. Kwa hiyo anasema, kama mnaitaka nyumba ya akhera, Mwenyezi Mungu ameandaa kwa ajili ya wanawake wema malipo makubwa.